Bila shaka mtazamaji wanasema kelele ya mgambo ikilia basi jua kuna jambo, na bila shaka imegonga saa moja, imebakisha dakika 3 kabla ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara nafahamika kama Roda Nyamae. Jioni ya leo tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari, lakini kwa sasa tunaanza na taarifa ya kusikitisha ambapo kesi ya mauaji ya Albert Ojwang inatarajiwa kuendelea mwezi wa Disemba mwaka 2026 baada ya mahakama kuahirisha kikao cha leo kufuatia kukamilika kwa ushahidi wa mtaalamu wa uchunguzi wa kisayansi kutoka IPOA. Shahidi huyo alielezea mahakama matukio ya tarehe 8 Juni mwaka 2025 akitumia kanda za CCTV zilizopatikana katika hospitali ya Mbagathi, akieleza mtiririko wa matukio kuhusu kuhamishwa kwa Ojwang na kuwasili kwake hospitalini Mbagathi. Sheila Chelang'ata anatuarifu mengi zaidi. Ya tatu, kesi ya mauaji ya Albert Ojwang iliendelea kusikizwa huku mahakama ikionyeshwa kanda za CCTV zilizotolewa katika hospitali ya Mbagathi. Mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa kisayansi wa IPOA Joshua Mutua akielezea mahakama yaliyotukia baada ya maafisa wa polisi kumsafirisha Albert Ojwang kutoka kituo cha polisi cha Central hadi hospitalini Mbagathi mapema asubuhi tarehe 8 Juni mwaka 2025. The arrival of the police vehicle at the casualty area. You can see. Kulingana na kanda zilizowasilishwa mahakamani, gari la polisi liliwasili katika eneo la maegesho ya dharura la hospitali ya Mbagathi saa 7:35 usiku. Maafisa watatu waliovaa sare za polisi walionekana wakishuka kutoka kwenye gari hilo na kuelekea kwenye kitengo cha dharura. Dakika chache baadaye, maafisa hao walirejea wakisukuma machela kuelekea kwenye gari hilo. Saa 7:59 usiku, kamera za CCTV ziliwarekodi maafisa hao wakimweka Ojwang juu ya machela kabla ya kumsukuma kuelekea kitengo cha dharura. Hizi zikiwa ni dakika 23 baada ya kuwasili hospitalini. Kanda hii ikionyesha Ojwang akiwa juu ya machela, mwili wake ukiwa umefunikwa kwa kitambaa cheupe huku kichwa chake pekee kikisalia kuonekana. Dakika 12 baadaye, saa 8:11 usiku, machela hiyo inaonekana ikisukumwa kuelekea kwenye gari la polisi. Muda mfupi baadaye, gari hilo linaondoka ndani ya eneo la hospitali. Ushahidi wa Mutua unahitimisha siku 2 za ushahidi ulioungwa mkono na kanda za CCTV kutoka kituo cha polisi cha Central ambazo upande wa mashtaka unasema zilifuatilia dakika za mwisho za Ojwang kuanzia alipowasili kituoni usiku wa tarehe 7 Juni mwaka 2025 hadi alipotolewa baadaye kutoka seli na kuwekwa ndani ya gari la polisi. It is worth noting that all this time they were proceeding to casualty area, the vehicle was unmanned. Nobody was left to guard the vehicle. Sasa mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi tarehe 14 Disemba ambapo Joshua Mutua anatarajiwa kurejea kwa ajili ya kuhojiwa na mawakili wa upande wa utetezi. Kutoka hapo, kusikilizwa kwa kesi hii kutaendelea kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 17 Disemba, huku upande wa mashtaka ukitarajiwa kuwasilisha mashahidi zaidi katika kuendeleza kesi yake. Sheila Chelang'at, runinga ya TV47. Asante sana Sheila Chelang'at kwa taarifa hii. Waziri wa Afya Aden Duale amesema serikali imesitisha ujenzi wa kituo cha karantini ya Ebola katika kambi ya kijeshi ya Laikipia licha ya ripoti kuwa wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani wako katika kituo hicho. Amesisitiza kuwa serikali imeimarisha hatua za kuzuia mlipuko wa Ebola nchini, kama vile Susan Locho anavyotuarifu.
Baada ya ripoti kudai kuwa wafanyikazi 7 wa misaada kutoka Marekani waliohusika na kudhibiti Ebola nchini DRC wako nchini Kenya, serikali imesisitiza kuwa kituo kinachodaiwa kujengwa Laikipia hakipo. Duale amesema ujenzi huo ulisitishwa kufuatia amri ya mahakama. And I committed and my lawyers committed, we have stopped the construction of the Laikipia quarantine station. That is the position of the government of Kenya. Wakazi wa Laikipia walipinga ujenzi wa kituo hicho wakihofia usalama wao. Hata hivyo, Duale amesema vituo 21 vya karantini vinaendelea kufanya kazi nchini na maafisa 21 wa serikali ya Kenya waliwahi kuwekwa karantini baada ya kuwa katika hatari ya maambukizi. The way you are more busy about the Americans, you could also be busy about asking the Kenyans that have quarantined. So I will not. You can go to Western Kenya, you can go to Garissa, PGH, but we will not say it. Duale alizungumza katika uwanja wa ndege wa JKIA alipokuwa akipokea msaada wa vifaa vya matibabu kutoka India. Balozi wa India amesisitiza kuwa taifa hilo limejitolea kusaidia Kenya kuzuia kusambaa kwa janga hili. So today we are very happy to provide on behalf of the government of India to the government of Kenya Ebola preventive equipments and items which will supplement the efforts of the government of Kenya to prevent and contain the spread of Ebola virus disease. Duale pia ametangaza kuwa licha ya visa vya Ebola kuzidi kuongezeka nchini Kongo, nchi jirani ya Uganda haijaripoti visa vipya kwa siku 42 sasa. Wakati DRC ikiendelea kukabiliana na Ebola kwa ushirikiano na WHO, tayari vifo zaidi ya 900 vimeripotiwa. Serikali ya Kenya imesema imeimarisha ufuatiliaji na maandalizi ya kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini, ila swali linalosalia ni iwapo wananchi wanapata taarifa kamili ili kutafuta kinga au wanapata sababu za kuwatia uoga. Susan Locho, TV47, Nairobi. Asante sana Susan Locho kwa taarifa hiyo. Wahudumu wa afya nchini wakiwemo maafisa wa kliniki, maabara na maafisa wa mpango wa afya kwa wote wameandamana kwa amani mapema leo katika kaunti ya Nairobi na kuwasilisha malalamiko na matakwa yao katika afisi za Wizara ya Afya siku 2 baada ya kutangaza mgomo. Siku 2 baada ya kuanza kwa mgomo, muungano wa wafanyikazi wa afya umewasilisha malalamiko rasmi kwa Wizara ya Afya ukitaka serikali kuu na zile za kaunti zitekeleze makubaliano kukiwemo kutiwa sahihi kwa mpango wa CBA. Tumekuja since 2023 hapa tukapata finally harmonization, but sahi as we speak we are jobless. Hatuna kazi kabisa. Some of us are depressed. Vyama vya afya sasa vinasema licha mabilioni ya fedha kutengwa katika bajeti ya kitaifa ya mwaka huu kwa ajili ya maafisa wa afya, maelfu ya wahudumu wangali wanafanya kazi kwa mikataba ya muda. Kwa sasa wahudumu wamesisitiza kuwa mgomo hautasitishwa hadi matakwa yao yatimizwe kikamilifu. Kinyume na hayo, watasusia hadi pale baraza la magavana litakapochukua hatua madhubuti. Despite ourselves having demonstrated for more than 6 months and gotten a budgetary allocation of 8.9 billion to confirm the universal health coverage staff on permanent and pensionable terms, the governors have refused to do so. Council of Governors have just decided that they have called this strike and they are not going to issue those letters of permanent and pensionable. So from here, the only salvation is the Cabinet Secretary for Health to give us those letters in consultation with the President of the Republic of Kenya. We will not go back to work until we get those blue, green, nice papers. Mgomo huo wa wahudumu wa afya huenda ukalemaza utoaji wa huduma muhimu katika hospitali za umma iwapo serikali na baraza la magavana hazitatilia maanani matakwa yao. Athman Said Mwamlisho, Runinga ya TV47, Nairobi.
Asante sana Athman Said kwa taarifa hiyo. Chama cha mawakili nchini LSK kilipata mseto wa matukio katika mahakama mbalimbali nchini kufuatia wito wake wa kususia shughuli za mahakama leo, huku baadhi ya kesi kuu zikiendelea kusikilizwa kama ilivyopangwa. Anavyotuarifu Joashua Nsare ni kwamba LSK inadai kuwa kuna vitisho dhidi ya maafisa wa mahakama na ufisadi uliokithiri katika idara ya mahakama, huku tume ya huduma za mahakama JSC ikishinikizwa kuchunguza tuhuma hizo na kuchukua hatua za haraka. Licha ya wito wa chama cha wanasheria nchini LSK wa kususia shughuli za mahakama Jumatano kutokana na kukithiri kwa madai ya ufisadi miongoni mwa majaji na mahakimu wa idara ya mahakama, kesi kadhaa kuu ziliendelea kusikilizwa kama ilivyopangwa katika maeneo mbalimbali nchini. Miongoni mwa kesi hizo ni ile ya mauaji tata ya Albert Ojwang katika mahakama ya Kibera na kesi ya kutoweka kwa kijana mtaani Kiamaiko Zizo katika mahakama ya Milimani. Hatua hii imechochea LSK kusema kuwa kuna hulka ya vitisho na ushawishi kutoka kwa majaji na mahakimu dhidi ya mawakili, hali ambayo LSK inadai inadhoofisha uhuru, uwajibikaji na uadilifu wa idara ya mahakama. These are meant to deliver rulings or judgments and upload them on the case tracking system within 24 hours. Some judges and judicial officers don't do it even for 2 weeks or 3 weeks after. Our members are very concerned what happens during that period. And we have had dialogue upon dialogue until finally the dialogue stopped and it left the Law Society with no option but to take the drastic action that it has taken today. Katika kaunti ya Nakuru, wanachama wa LSK walivamia mahakama kuu wakati kesi zikiendelea, wakiwataka mawakili wenzao kuheshimu wito wa mgomo wa kuunga mkono juhudi za kurejesha uwajibikaji na uadilifu katika mfumo wa utoaji haki. And once complaints are lodged by the Judicial Service to the Judicial Service Commission, they have a tendency of rushing to court and blocking investigations. Wanachukua ongo, alafu badala ya kuamua kesi haraka iwezekanavyo, wanalalia kesi inachelewa. Katika mahakama za Kiambu, Mombasa na maeneo mengine nchini, shughuli za mahakama ziliendelea bila usumbufu, huku baadhi ya kesi zikihairishwa. Country that is supposed to be democratic has to have a functioning judiciary and has to have a law society of advocates that are actually backing up the judiciary and working together towards that democracy. Wewe kama judge ama magistrate, uko na kesi inaendelea dhidi yako. Cha muhimu ni kwanza wewe kaa kando, usirudi kwa hiyo ofisi, uchunguzi ufanywe. Licha ya mafanikio ya kiwango cha chini ya mgomo huu, mawakili wazoefu na viongozi wa mawakili wametoa wito kwa tume ya huduma za mahakama JSC kuchunguza madai ya ufisadi yanaowahusisha baadhi ya maafisa wa mahakama na kutekeleza mageuzi yatakayorejesha imani ya wananchi katika mfumo wa haki. Independence of the judiciary does not mean immunity from scrutiny. This will not have come today if the Chief Justice gave a listening ear to what we requested of her. Hayo ya kijiri, muungano wa majaji umesema unaendeleza haki kwa kufuata matakwa ya kiapo walichokula cha kuhakikisha uwazi, uadilifu, usawa na uwajibikaji wa upatikanaji wa haki mahakamani. Isitoshe, muungano huo wa majaji na maafisa wa mahakama umekashifu semi za chama cha mawakili LSK ambazo wanadai zinawalenga na kuzitaja kama zinazodunisha uhuru wa idara ya mahakama na kuonya huenda hulka hiyo ikapotosha na kuathiri imani ya umma kwa mahakama. We are not fighting judges as such or magistrates as such. What we are fighting is the endemic corruption that has engulfed the judiciary in this country. We want judicial accountability. When do we want it? Now. Joash Onsare, TV 47, Nairobi. Na asante sana Joash Onsare kwa taarifa hiyo. Harakati za kuunganisha vigogo wa upinzani kwa lengo la kuunda muungano zimeng'oa nanga leo baada ya kiongozi wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna kifanya kikao na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i. Kikao hicho kilichofanyika katika afisi ya Matiang'i Karen ni cha kwanza kwa misururu ya mikutano inayotarajiwa kati ya Sifuna na vigogo wa muungano wa upinzani.
Juhudi za kuleta makundi ya upinzani pamoja kwa lengo la kuunda muungano utakaokabiliana na Rais William Ruto debeni zimeanza rasmi leo baada ya kiongozi wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna akiandamana na washirika wake ambao pia wanamuunga mkono naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kufanya kikao na Matiang'i katika afisi yake Karen. Just met with this team. I wish them well, my friend. Tumefunga Kisii. Sifuna vilevile anatarajiwa kukutana na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na baadaye kiongozi wa chama cha DCP na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na wengineo. Mrengo wa Linda Mwananchi unatarajiwa katika kaunti ya Trans Nzoia siku ya Jumamosi na Bungoma siku ya Jumapili katika harakati za kusaka uungwaji mkono wa upinzani kabla ya kuhitimisha kampeni na uteuzi wa mgombea urais na mgombea mwenza wake mapema mwaka ujao wa mwaka 2027. Kulingana na wachanganuzi na washirika wa vigogo wa upinzani, Kalonzo na Sifuna ndio wanaonekana kuwa na mashiko zaidi kitaifa, hasa ngome za kisiasa zilizomilikiwa na kigogo wa upinzani marehemu Raila Odinga. Apol Kamau, TV47. Asante sana Apol Kamau kwa taarifa hiyo. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki sasa anasisitiza kuwa watapambana na wahuni na kuwa kamwe taifa halitakubali kuendelea kwa magenge kwenye mikutano na pia siasa, akiwaonya wale ambao wanatumia wahuni kuwa kamwe hawatasazwa. Katika kaunti ya Machakos ambapo alipofungua afisi ya usajili wa ardhi, Kindiki alisisitiza kuwa wapo tayari kupambana na wahuni na kuwa wahusika wakuu watachukuliwa hatua za kisheria, basi na ubaguzi uwe kwenye serikali au nje ya serikali, akisema wahuni wanatishia usalama wakati tunapoelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027, huku pia akilaani ufisadi ambao unashuhudiwa, akisema kuwa unatatiza maendeleo ya taifa, akiwataka maafisa wa serikali kuridhika na afisi walizonazo. 1 term, iko 2 term, iko 4 term, iko long term. Sasa kila mtu ako na haki, haijalishi, lakini mambo ya kuvuruga amani ya taifa we cannot allow. Na nirudie ndio mnisikie, na naongea nikiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya na nikiwa nimepata ushauri wa rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni kiongozi wetu. Hakuna mtu wa rangi yoyote, dini yoyote, kabila yoyote, jinsia yoyote, umri wowote, siasa yoyote atakubaliwa kuvuruga amani ya taifa akijisingizia ya kwamba anafanya siasa. Wale wanaunga mkono serikali, wale wanaunga mkono upinzani, mjiepushe na kuvuruga amani ya taifa, kwa sababu hatutakubali kama serikali taifa letu livunjike vipande kwa sababu ya mambo ya kujifanya ati ni siasa tunafanya. Na mtazamaji, katika dakika 15 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tuchukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende bali, tegea TV47 habari. We are talking trust. We're diving into the campus life. Stay fresh, stay safe, stay linked up. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. You have to be very careful. Fake money can kill business.
Na leo mko rada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo ni tonga commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi nikamchoka. Ni budi ni madeni. Tuesdays at 8:30 p.m. You have to be very careful. Fake money can kill business. Cheers. Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Ukumbi wa Trinity katika kanisa la All Saints umewekwa wakfu mpya na kufunguliwa rasmi wiki tatu baada ya wahuni kuvamia na kuvuruga jukwaa la kiraia. Ibada ya uwekaji wakfu upya umeongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Anglican Jackson Ole Sapit, ambaye alitoa wito upya wa polisi kuwakamata sio tu wale waliofanya shambulio hilo bali pia waliolifadhili. Aidha, askofu huyu amesisitiza kuwa haitoshi kwa viongozi wa serikali kulaani matukio kama haya bila kuhakikisha wahusika wanakamatwa na kufikishwa mahakamani. That the culture of bullying that is taking root in Kenya will not give us the desires and the dreams that we have for Kenya. It will not result in a better Kenya. It will degenerate Kenya into a place of hopelessness and despair. And now coupled with the hardship, the economic hardship that everybody is experiencing, it is going to be even more harder. Na kwingineko, Wakenya waliokuwa na matumaini ya kupata afueni ya ushuru watalazimika kusubiri zaidi baada ya serikali kutangaza kwamba mapendekezo pinzani kuhusu upunguzaji wa ushuru unaotozwa kwa mapato yatalazimika kupitia ushirikishwaji wa umma kabla ya uamuzi wa mwisho kufanywa. Waziri wa fedha John Mbadi ameeleza kuwa serikali awali ilipendekeza afueni ya ushuru kwa Wakenya wa mapato ya chini. I know the concern has been on the pay slip. Next month, I am embarking on public engagement on how to reduce tax burden on pay slips. Some of you thought we have shelved that idea. We haven't. Hata hivyo, mapendekezo mapya baadaye yamewasilishwa kuhusiana na upunguzaji wa 5% katika ushuru wa pay kwa kila kiwango cha mapato, hili likichochea ushirikishwaji wa umma. Mapendekezo hayo yatapitia ushirikishwaji wa umma kabla ya mapendekezo ya mwisho kupelekwa bungeni. We had proposed up to 30,000 zero pay, and the rest, the next 20,000 reduce pay, but there are others with other suggestions. We want to put all this together, put them before Kenyans, and by the end of August, I'm going to go across the country. By the end of August, and we have agreed with the president, I bring back the report. We will take legislation in September so that Kenyans get some relief on their pay slips. Haya yanajiri takribani miezi miwili baada ya Rais William Ruto kudhibitisha dhamira ya serikali ya kupunguza mzigo wa ushuru kwa Wakenya wa kipato cha chini. Rais alieleza kuwa serikali itawasilisha pendekezo bungeni la afueni ya ushuru kwa Wakenya wanaopata hadi shilingi 30,000. It's time for us to look at how we can slow down on especially the low income earners and remove some taxes from them. Akikiri kwamba afueni hiyo ingeacha pengo la shilingi bilioni 40 katika mapato ya serikali, Rais Ruto amesema hatua hiyo ni muhimu ili kuwalinda Wakenya kutokana na gharama za juu za maisha na ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ustahimilivu wa uchumi wa nchi. Some people there in the treasury came back and said, "Oh, Mr. President, you know,
This is going to be very big. You know, it's going to cost us 40 billion shillings in this budget. I told them, let's do it. Let's do it. Kwa sasa mamilioni ya Wakenya watalazimika kusubiri matokeo ya mchakato wa ushirikishwaji wa umma na uamuzi wa bunge kabla ya afueni yoyote ya ushuru kuanza kutekelezwa. Pale ya taarifa hiyo sasa imebainika kuwa walimu ni miongoni mwa watumishi wa umma wanaolipwa mishahara duni zaidi licha ya kubeba jukumu la kuandaa na kuelimisha kizazi cha sasa na kijacho. Chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo vya kadri KUPPET kinasema kuangaziwa upya kwa mishahara kumewaweka walimu mkiani mwa viwango vya mishahara katika utumishi wa umma, huku baadhi ya watumishi wa serikali wakilipwa hadi mara 4 zaidi ya mshahara wa mwalimu anayelipwa kiwango cha juu zaidi. Adin Kilemi ana taarifa zaidi. Swala la mishahara ya walimu limeibuka tena, huku walimu wakilalamikia kile wanachokitaja kuwa ni ubaguzi wa muda mrefu katika mfumo wa mishahara ya watumishi wa umma unaotekelezwa na mwajiri wao TSC. The Teacher Service Commission is prefecting teachers like teachers should not be paid like other public service commission. And therefore the Teacher Service Commission, if it cannot offer good terms of service, negotiate like the SG said for teachers when they go to meet SRC and other government agencies, because they are the ones who get to that level, then we don't need Teacher Service Commission. Kwa mujibu wa chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo vya kadri KUPPET, mishahara ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027 yaliyotangazwa hivi karibuni yameongeza pengo kati ya walimu na watumishi wengine wa umma, huku watumishi walio chini ya tume ya utumishi wa umma PSC wakipata mishahara ya hadi 60% zaidi ya walimu walio katika madaraja yanayolingana. There has been timely payment of teachers. What we are now looking for is fairness. So fairness, I don't think, is time-bound by all standards. So if this fairness is guaranteed, that they give us this money, which they have given the public servants, we will be home and dry. KUPPET pia inasema tofauti hiyo inaonekana zaidi katika ngazi za juu za mishahara, ambapo mtumishi wa umma anayelipwa zaidi hupokea hadi shilingi 1576 kwa mwezi, ilhali mwalimu anayelipwa zaidi hupokea shilingi 1133,354 pekee. Recently on CPG, we have told Teacher Service Commission to expand the top end of salaries so that the chief principals will earn at the same level as the top civil servants, so that we stretch what is called D5 to ST and E2 like we have seen here today. Malalamiko kuhusu mishahara yanajiri wakati walimu pia wakielezea kutoridhishwa kwao na huduma za bima ya afya ya SHA pamoja na kucheleweshwa kwa malipo kwa waliosahihisha mitihani ya kitaifa. KUPPET inaonya kuwa kuendelea kupuuzwa kwa ustawi wa walimu kunaweza kuzidi kushusha ari ya walimu katika kutekeleza majukumu yao. Andrin Kilemi, TV 47. Mbali na taarifa hiyo kuhusiana na malalamiko ya mishahara ya walimu, sekta ya mikahawa nchini Kenya inatarajiwa kushuhudia mabadiliko makubwa kupitia uwekezaji mpya ambao unalenga kuimarisha huduma za malazi ya kifahari na kuweka nchi katika ramani ya vituo vya kimataifa. Wakizungumza wakati wa hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi wa mradi wa Silver katika eneo la Gigiri katika kaunti ya Kiambu, wadau walisema mradi huo utaimarisha sekta ya utalii na ukarimu wa kibiashara huku ukivutia Kenya uwekezaji zaidi. Aidha, waliongezea kuwa mradi huo utawapa wageni huduma za kiwango cha juu kupitia miundombinu ya kisasa. Is particularly exciting because it is bringing hospitality in Kenya to a new level in terms of the quality, in terms of the amenities. This is a 5-star project of a level and a quality that
is a notch above. Kenya is a very fast-growing market, big market, fast-growing market, and for us, we are already in Zanzibar, and we would like to grow, and we cannot find better than Kenyan market. Huge demand, huge supply, and there is a huge potential here. Kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Vihiga wameanzisha msako wa kuwatafuta watu watatu ambao wanadaiwa kuvamia makazi ya Violet Kanyanga katika kijiji cha Ebusaina na kuwashambulia jamaa 8 wa familia hiyo kwa panga na kuacha na majeraha mabaya. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak anasimulia kisa hiki. Hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Ebusaina, kata ndogo ya Mbihi, kaunti ya Vihiga, baada ya watu 8 wa familia moja, wakiwemo watoto 4, kuachwa na majeraha mabaya kufuatia mashambulizi ya ajabu. Kwa mjibu wa majeruhi, uvamizi huu ulitokea mwendo wa saa 2 usiku. Unadaiwa kufanywa na watu watatu waliokuwa wamejihami kwa silaha hatari. Watoto wakasikia sauti yangu, mtoto mmoja akatokea kwa shamba, mama nimekufa, mwingine akachomoka, mama nimekufa, nika nini? Watoto kukuja, watoto wamekatakatwa. Nikachukua watoto nikapeleka kwa jirani. Kwa hali ya usalama kwa wiki moja vile walikuwa ndani, tumekuwa na utulivu. But kuanzia Jumapili iliyopita ambaye imekuwa tarehe ngapi, tumekuwa na uvunjaji. Kuna hospitali yetu imevunjwa ya Iduku Dispensary na wakaweza kuumiza soja wetu. Watu hawa wamedaiwa kulivamia boma la Violet Kanyanga na kuanza kuwakatakata na kuwapiga jamaa hawa. Kisa hiki sasa kimezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi, huku kukiwa na ongezeko la visa vya wizi na uvamizi eneo hili. Ni visa ambavyo vimefanyikana kwa wingi na ni jambo ambalo bado liko katika akili zetu, yale ambayo yalifanyika kule Masana kwa msichana wa grade 8. Pia watoto wetu wasichana wawili ambao wamekatakatwa vibaya. Ni jambo la kuhuzunisha zaidi. Nikapata wenye walisikia sauti yangu kakatoka chini ya kitanda. Huyu mtoto wangu amelala kwa kitanda. Nikachukua nikapata mtoto wamekata mguu. Ile niliona tu mguu imekatika. Iwapo swala hili halitatiliwa maanani, wakazi wa kijiji hiki wametishia kujichukulia sheria mikononi ili kujiimarishia usalama wao. Ni jambo la kusikitisha haswa kwa shule na kwa wanafunzi na kwa walimu kwa ujumla, hasa security yao ya kuja kule hivyo shuleni. Yale ambao tunaomba ni kwamba serikali ijaribu kusisitiza upande wa security ili wanafunzi wetu wasije wakavamiwa na watu ambao hawajulikani. Mpaka sasa hatujapata mahali penye wako. Ndio tunaomba vitengo vyetu vya DCI watusaidie na mbinu zote, na ili ina information yenyewe wananchi watakuwa nao, hii watu waweze kukamatwa na urudishwe ndani ili wananchi wetu waendelee kuwa na usalama. Majeruhi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Vihiga, huku asasi za usalama zikiendesha msako mkali kuwasaka washukiwa waliotoweka. Mwaluse Meshak, TV 47. Asante sana Mwaluse Meshak kwa taarifa hiyo. Kundi la vijana kutoka vyama vya upinzani limezindua tovuti ambayo itawezesha Wakenya kuchagua mgombea wanayemtaka kupeperusha bendera ya upinzani katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Tovuti hiyo ya onetermcandidate.com itaanza kutumika Julai tarehe 25 hadi 26, ikiwapa Wakenya nafasi ya kushiriki katika mchakato wa kumchagua mgombea wa urais wa upinzani. Waandalizi wanasema hatua hiyo inalenga kuimarisha ushiriki wa wananchi badala ya maamuzi ya kufanywa na viongozi wa kisiasa pekee. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amejitenga na mchakato huo, akieleza wasiwasi kuwa huenda ikatumika kuushawishi uchaguzi wa mgombea. Waandalizi wa tovuti hiyo wamekanusha madai hao, akisema kuwa mfumo huo ni huru, salama na wa uwazi. Must admit here that we have had over 4,000 attempts to hack the system. We don't know if it is the government that is doing it. We don't know if it is our own political leaders that are doing it. But this is a tamper-proof platform. In this platform, no one is going to have numbers that do not come from Kenyans themselves. No bots will vote. And the Kenyans who will participate come from a specific ward. They themselves will tell us in the registration process. They come from a specific constituency. They themselves will tell us in the registration process. They come from a particular county. They themselves will tell us in this process. This is a very good opportunity for the opposition to unite and let Kenyans be aware of
who will be on the ballot, so that we start it as early as now. Tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets inakamilisha kunoa makali mjini Miramas nchini Ufaransa kabla ya kusafiri kuelekea Morocco kushiriki katika dimba la mataifa la wanawake barani Afrika. Kikosi hicho cha kocha Mildred Cheche kinalenga kuonyesha ubabe wake, wakiwa na matumaini ya kujikatia tiketi ya kufuzu hatua ya nusu fainali, ndiposa waweze kutimiza azma yao ya kushiriki katika kombe la dunia la wanawake. Kenya imepangwa kwenye kundi A ambapo wataanza rasmi kampeni yao dhidi ya wenyeji Morocco Jumapili ijayo kabla ya kuchuana na Senegal na hatimaye kumenyana na Algeria. Experience ya huku imekuwa poa, zoezi imekuwa poa. Kila mtu ana fight, though kuna vitu zenye hatujazoea kama food, but kila mtu ana fight. Grao ziko poa. So it's a good experience kwa sisi vile tunaenda AFCON, inatupea kitu yenye tunaweza fightia. Sisi kama team tunajipanga kufika semifinals, na preparation yetu when tumeprepare, we believe that we are going to reach the semifinals because Kwingineko ni kwamba rais wa shirikisho la soka Afrika Patrice Motsepe ametangaza ongezeko kubwa la fedha za zawadi kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake, hatua ambayo inalenga kuimarisha maendeleo ya soka la wanawake barani Afrika. Bingwa wa AFCON sasa atajinyakulia takriban shilingi milioni 258 za Kenya, ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka zawadi za awali. Aidha, CAF imetenga jumla ya takriban shilingi milioni 748 za Kenya kuhakikisha timu zote zinazoshiriki mashindano hayo zinanufaika kifedha kulingana na hatua zitakazofikia. Hatua hiyo inaonyesha dhamira ya CAF chini ya uongozi wa Patrice Motsepe ya kuendelea kuinua hadhi ya soka la wanawake na kuwapa wachezaji pamoja na mataifa yanayoshiriki motisha zaidi ya kuwekeza katika mchezo huo. Women's competition got 200,000 and then we got it to 1 million. Now they get 2 million. So you win. We've increased the prize money for the winner by 100%. We've increased the overall, the money that so the winner gets 2 million, which has been increased enormously, and you'll get it, don't worry, you'll get it in the document. But we've also increased by 495%. When the current leadership got into football, the total money that was spent for the women's football on the continent was 975,000. Now it's close to 6 million. And there's still a lot more that we have to do. Dakika 35 zimekatika baada ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Bila shaka mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi baada ya taarifa hiyo ya michezo, na kisha tutakuwa tunarejea na mjadala komavu sana hapa studioni kuhusiana na swala la sekta ya afya ambayo kwa sasa ipo katika njia panda. Tutakuwa na wageni ambao tayari wameshafika studioni. Nitakuwa naye George Gibore ambaye ni katibu mkuu KUKO, na pia nitakuwa naye Isa Ahmed ambaye ni mhudumu wa afya chini ya mpango wa UHC, Universal Healthcare. Kwa hivyo usiende mbali, nitakuwa narejea na mengi.